Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninalibariki na kulitukuza jina lako Mfalme. Asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako. Ninakushukuru tena Mungu kwa kuiona siku hii ya leo Baba. Tazama majira haya niko mbele zako Mfalme, ninaendelea kulibariki jina lako. Asante kwa ajili ya kuhani nabii mtumishi wako Mfalme. Asante kwa ajili ya nyumba yake na familia yake. Asante kwa ajili ya watendakazi wote wa Gideon Online. Asante kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo. Asante kwa ajili ya watazamaji wa Gideon Online. Baba, ninakushukuru maana nimekuona kila eneo Mfalme ukitenda ishara, maajabu, muujiza mahali hapa Bwana. Utukufu na heshima ni kwako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Niko tayari Bwana kwa ajili ya kazi yako Mungu. Mimi ni chombo tu Yesu, naomba unitumie kama upendavyo Bwana. Sema nasi Bwana, tuko tayari kwa ajili ya neno lako. Utufundishe Bwana, utuelekeze Bwana, utusaidie na utupe neema ya kushinda. Ni katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tamalaki mahali hapa, utufundishe neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa Gideon Online, ninakukaribisha kwa ajili ya tafakari yetu ya neno siku ya leo. Karibu. Tafakari yetu ya siku ya leo tunaenda kutafakari kwa habari ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Tunaendelea kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu na leo tunajifunza kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Ni nini kinachomfanya Roho Mtakatifu akasirike? Maana tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani ya muamini. Ni nini kinachomsababisha akasirike au ahuzunike au atoke ndani yako? Ni kwa sababu gani? Yako mambo tutakayojifunza mahali hapa, kwa nini Roho Mtakatifu anahuzunika kwa wewe muamini. Cha kwanza kabisa, Roho Mtakatifu anahuzunika na anakasirika kwa sababu muamini anapomwacha kwa kutii yale maelekezo anayompa. Wewe ni muamini, unajua kabisa hili ni kosa, unalitenda. Kwa mfano zile sheria za Mungu tunaamuru kwamba tuzishike zote, lakini pale muamini anajua kabisa kusema uongo ni dhambi, anatenda. Roho Mtakatifu anahuzunika. Tukapate kusoma katika maandiko yetu, Biblia inasemaje? Kitabu cha Matendo ya Mitume 5, Matendo ya Mitume 5 mstari wa 1 hadi wa 5. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Bwana linasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunajifunza hapa kwa habari ya Anania na Safira. Huyu ni mtu na mke wake, walikuwa wamepatana kabisa. Tunajua kabisa kipindi kile cha mitume, wanafunzi wake walikaa kundi moja, moyo mmoja, walikuwa wanashirikiana kwa kila jambo. Lakini tunaona kati ya watu hao walikuwa katika hilo kundi walienda kinyume na yale mapatano. Tunaona kabisa jinsi Roho Mtakatifu anaheshimu patano. Watu wa Mungu, Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana, anaheshimu patano. Pale mnapokubaliana mume na mke, mmekubaliana kufanya jambo fulani, au ni kundi au ni jamii, mnapokubaliana kufanya jambo fulani ni lazima mlifanye. Lakini endapo mtu mmoja anaenda kinyume, Roho Mtakatifu anahuzunika. Tunajifunza kwa habari ya Anania na Safira. Watu hawa walikuwa kabisa wanajua kwamba mambo haya wanayoyafanya wameenda kinyume na kundi. Lakini tunaona jinsi hapa Petro akasema, Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Haleluya, watu wa Mungu. Lakini tunaona kabisa mtumishi wa Mungu Petro alisimama akasema. Lakini tunaona ni jambo gani lililotokea? Tuliona hapa baada ya kufikia ule ujumbe, tunaona huyu Anania alianguka akafa. Ni nini? Tunaona mtumishi wa Mungu hapa alitamka neno tu, hakuchukua upanga, hakuchukua chochote, ni neno tu alitamka. Lakini nini kilichosababisha Anania aanguke na kufa?
Ni nini kilichosababisha? Ni kwa sababu ya patano. Haleluya, watu wa Mungu. Nikisoma mstari wa hapa mwanzo hapa 4 mstari wa 32, anasema kwamba na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja, wala hapana mmoja anayesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Walipatana. Ukifanya 1 2 3 ni lazima ulete hapa pamoja, tushirikiane, mwenye uhitaji atapewa. Lakini tunaona Anania na Safira walienda kinyume, wakafanya kwa siri. Wakaona kwamba Mungu hawezi kuona, lakini yuko Mungu aliyekuwa sirini. Aliona. Wao walijua kwamba Mungu ataona, lakini Mungu aliona, na mtumishi wa Mungu akafikisha ujumbe. Kwa nini mmemdanganya Roho Mtakatifu? Haleluya, watu wa Mungu. Saa ile ile Anania akaanguka akafa. Watu wa Mungu, tunajifunza nini? Roho Mtakatifu anahuzunika pale tunaposema uongo, pale tunapokubaliana kufanya jambo alafu wewe ukaenda kinyume. Amina, watu wa Mungu. Tunaona kabisa hapa Anania alikufa, lakini wewe unaweza ukasema mimi siwezi kufa. Lakini tunajua kabisa mauti inaanza rohoni. Unashangaa kazi yako inaanza kufa kidogo kidogo. Nini kile unachokifanya akiendi? Nini? Kuna mahali ambako umemkufuru Roho Mtakatifu, umemuhuzunisha. Kwa hiyo watu wa Mungu, lazima tujifunze, mahali pale unapoweka patano, mahali pale unapokubaliana, ni lazima utii. Endapo utaenda kinyume, haya yaliyompata Anania na Safira, utakufa. Na sio leo wala kesho, ni kidogo kidogo. Biashara itakufa, utaona mambo yako hayaendi, na hatimaye utaona kwamba tena hauwezi. Ni nini? Kumbuka ni wapi ulipomwacha Roho Mtakatifu. Umwambie akurehemu na akusamee, na utii yale maelekezo unayopewa. Amina, kanisa. Tunajifunza hapa, huyu Petro mtumishi wa Mungu ni wakili wa Mungu. Watumishi wa Mungu wamebeba kusudi la Mungu. Wakili wa Mungu, watumishi wa Mungu, mtu wa Mungu. Tunajifunza hapa, watumishi wa Mungu wamebeba kusudi la Mungu. Pale anapotamka jambo, zingatia. Huyu Petro tunajifunza hapa, hakuchukua upanga, hakuchukua kitu chochote mkononi, alitamka neno. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tii maelekezo unayopewa na mtumishi wa Mungu. Usiwadhiaki, usiwatukane, usiwakejeli. Waache jinsi walivyo. Ni wakili wa Mungu, wamepakwa mafuta kwa ajili ya kazi ya Mungu. Roho Mtakatifu anahuzunika pale tunapowahuzunisha watumishi wake, pale tunapowatenda mabaya. Kwa hiyo kuzingatia hili neno, ninaomba mtu wa Mungu, tii watumishi wa Mungu, na simama katika mahali pale mnapokubaliana, timiza yale ambayo unayoambiwa. Haleluya, kanisa. Jambo la pili la kumhuzunisha Roho Mtakatifu, pale muamini anaporudi nyuma. Fungua kitabu cha Petro wa pili, kitabu cha waraka wa pili wa Petro 2:20 hadi 21. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwako kama wasingelijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Haleluya, kanisa. Tunajifunza hapa, muamini aliyemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaijua kweli ya Mungu, akarudi tena nyuma, Roho Mtakatifu anahuzunika, anakasirika. Kwa sababu unapokuja mahali hapa, ulikuwa ni mgonjwa, ulikuwa hauna kazi, ulikuwa hauna mtoto, mambo yako alikuwa haendi, ukafika mahali hapa, Mungu akakuponya, akakubariki. Lakini baada ya kubarikiwa, baada ya kula na kushiba, baada ya kuwa na nyumba nzuri, baada ya kuwa na magari mazuri, baada ya kuwa na watoto wazuri, umerudi nyuma. Ni kwa nini? Unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Ni vyema kabisa wewe mtu wa Mungu uliyemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usonge mbele, usirudi nyuma. Roho Mtakatifu anaondoka ndani yako mahali pale tu unapomhuzunisha na kurudi nyuma. Neno la Mungu linasema hapa, waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia. Ulikuwa umetoka kule, ukaja mahali hapa, ukasafishwa, ukatakasika,
ukabarikiwa, ukamjua Bwana, ukajua sheria zake, ukajua matakwa yake, leo umebarikiwa, umerudi nyuma, unamhuzunisha Roho Mtakatifu, anakasirika sana. Na neno linasema hapa, hali ya yule mtu, hali ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana wewe mtu wa Mungu uliokoka ukarudi nyuma, ingekuwa heri kwako kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri. Mtu wa Mungu, wewe uliyerudi nyuma, Roho Mtakatifu ameondoka ndani yako, inuka tena kwa upya, rudi. Baraka ulizopata usisababishi kwa kurudi kwako nyuma ziondoke. Ebu mtu wa Mungu, inuka hapo ulipo. Ikiwa umerudi nyuma, rudi kwa Bwana, mwambie Yesu akusamehe, mwambie Roho Mtakatifu, nimerudi tena ili urudi ndani yangu. Haleluya kanisa. Jambo lingine, tunaingia jambo lingine, kumhuzunisha Roho Mtakatifu, kuiba vilivyowekwa wakfu kwa Bwana. Amina, watu wa Mungu. Hili limesababisha watu wengi wapite pagumu, kwa sababu unapokuwa sehemu yoyote, sio tu kanisani, hata huko unakofanya kazi, ni kwa nini uibe? Ni kwa nini usogeze kisichokuwa chako? Roho Mtakatifu anakasirika. Unaiba. Kuwa mwaminifu. Roho Mtakatifu anampenda mtu mwaminifu, lakini pale ambako unafanya kazi ya mtu, unaiba, unasogeza, unafanya hivi, hautendi iliyo haki, Roho Mtakatifu anahuzunika. Kanisani, umefika kanisani, yamkini mtu ameangusha 10,000 yake, umeichukua ukasema hii ni haki. Sio haki yako. Ni sehemu takatifu hapa kanisani. Chochote unachokipata kanisani ni cha mtu, usiibe. Kipeleke kwa viongozi, waambie kitu hiki nimekiokota mahali hapa, hicho ni kitakatifu cha Bwana, kirudi kwa mwenyewe. Roho Mtakatifu anahuzunika unapoiba au unapochukua vitu vilivyowekwa wakfu kwa Bwana. Je, neno la Mungu linatuambiaje? Joshua 7 mstari wa 10. Kitabu cha Joshua sura ya 7 mstari wa 10 na wa 11. Neno la Bwana linasema, Bwana akamwambia Joshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia dhambi ilivyoingia. Joshua huyu mtumishi wa Mungu aliviiba vitu vilivyowekwa wakfu, vitu vya Bwana akaviiba, akapeleka nyumbani kwake. Kumbe basi tunajifunza nini? Unapochukua kitu kilichowekwa wakfu, unapeleka nyumbani kwako, kinakuwa ni tanzi, kinakuwa ni ugonjwa umepeleka nyumbani, maana kile ni chanda cha Bwana, sio haki yako. Umekichukua umekipeleka nyumbani. Angalia dhambi ilivyoingia kwa Joshua, jamii nzima ilipita katika changamoto kwa sababu ya mtu huyu mmoja ametenda dhambi. Na tunaendelea kusoma ule mstari wa 24. Biblia inasema, kisha Joshua na Israeli wote pamoja wakamtoa Akani mwana wa Zeri na ile fedha na lile joo na ile kabari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta hata bonde la Akori. Joshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakaviteketeza kwa moto na kumpiga kwa mawe. Haleluya kanisa. Madhara ya kuiba vitu vilivyowekwa wakfu. Angalia huyu Akani, tunajifunza hapa, alikuwa na mali, alikuwa sio maskini, ni tamaa iliyokuwa ndani yake. Akaiba vitu vilivyowekwa wakfu, akavipeleka nyumbani kwake. Angalia sasa, watoto wanapita katika ile changamoto, watoto hawaelewi kitu chochote. Mali zake, ng'ombe zake, binti zake na vitu vyote, kondoo, wakachukuliwa, wakawekwa mahali pamoja.
Haleluya kanisa. Ni nini? Ni dhambi iliyoingia nyumbani. Dhambi imeingia nyumbani kwa mtu mmoja. Dhambi imeingia katika jamii. Dhambi imeingia kwa watoto, kwa wanyama, kwa mali. Mtu mmoja ameiba vitu vilivyowekwa wakfu. Mtu wa Mungu, sio tu vitu vilivyowekwa wakfu, hata katika jamii unayoishi usiibe. Ni tanzi. Unapochukua kitu cha mtu unapeleka nyumbani kisicho halali yako, hata kama ni kwenye biashara ya mtu, unapodokoa ni dhambi, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu, tunaona kuiba kwake Akani alisababisha familia, mifugo, wanyama, mali zake zote ziliteketea kwa moto. Watoto walikuwa wanakosa, mifugo walikuwa wanakosa, lakini tunaona dhambi ya mtu mmoja ilisababisha jamii ikapita pagumu, watoto wakafa, mali zikaharibiwa. Kwa ujumla familia nzima iliteketezwa kwa moto. Watu wa Mungu, usimhuzunishe Roho Mtakatifu kwa kuiba. Amina. Watu wa Mungu, mahali popote ulipo, kuwa mwaminifu. Hata kama ni kufanyaje, kuwa mwaminifu. Kwa hicho kidogo Mungu atakuzidisha tu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo ninakutia moyo mtu wa Mungu, usimhuzunishe Roho Mtakatifu, usimsababishe Roho Mtakatifu akaondoka ndani yako. Simama kwa uaminifu na Mungu atakutetea na Mungu atakusaidia, na hilo ndilo neno la Mungu. Amen. Libarikiwe jina la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako. Roho Mtakatifu uliye mfundishaji na mkumbushaji, naomba Roho Mtakatifu kusanyiko hili na ndugu mtazamaji wa Gideon, ninaomba uwakumbushe kusimama katika haki na kweli ili kulitukuza jina lako Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu. Utukufu na heshima